Kofi huyu mama acha aseme. Huyu mama ameolewa na Mluya, wekea muziki kidogo wa mama. Kuja muimbe naye tuone. Kuja imba naye. Shangilieni huyu mama. Asante sana. Asante. Asante sana Safaruk. Watu wa hapa naitwa Malaba. Bwana Yesu asifiwe. Wamama hai. Vijana power. Mimi naitwa Lilian Sioi, mama kaunti wa Trans Nzoia. Na mimi nimeolewa na Waluya. Wabolanga walimlamua Chinyenyi. Si ndio? Mumeona Chinyenyi. Asante. Mimi nimefurahi pia, nimekaribishwa na wimbo ambaye napenda. Ule wimbo ambaye imewekwa hapa ni wimbo nzuri sana. Na wakati tunakuja kuempower vijana, kwa sababu wana bodaboda wengi najua wako kwa kategori ya vijana na kina mama. Sio ni vizuri? Mimi nimekuja kwa mwaliko wa Safaruk ili tuweze kuongea na watu wetu wa hapa. Na tumekuja kuempower groups za hapa na nimeambiwa leo empowerment ni ya bodaboda. Bodaboda power. Bodaboda high. Wana bodaboda ni watu wa maana sana. Na ikiwa leo hii tutaweza kuempower bodaboda kwa sababu katika chama cha UDA tulikuwa tunasema bottom up. Bottom up ni yule mwananchi wa chini. Tutamuinua kivipi kutoka pale chini aweze kwenda juu? Na hii ni baadhi ya empowerment ambayo itawezesha mtu kutoka chini kwenda wapi? Kutoka chini kwenda wapi? Nataka niwaeleze leo ya kuwa chama chetu na serikali yetu ya Kenya Kwanza imefuatilia mambo yale ambayo ilipromise mwananchi. Na ya kwanza kwa agenda yetu ya bottom up tulijua ya kuwa lishe ni kitu ya maana sana. Na ikiwa watu wetu watakuwa na njaa itakuwa hakuna haja ya kukuwa na serikali. Na ndio sababu rais wakati alichukua kiti alipata mbolea ikiwa very expensive na leo hii mmeinunua kwa 2500. Si ni kweli? Vile imenunuliwa kwa 2500 inamaanisha ya kuwa tutakuwa na productivity ya chakula kwa wingi. Na hiyo ndio kuchunga wananchi wako. Katika serikali ya William Samoei Ruto alijua ya kuwa mwananchi wa chini hana bima ya afya. Wale ambao wana bima ya afya ni wale wanafanya kazi. Na akaona ni vyema pia mwananchi wa chini awe na bima ya afya. Na ndio sababu tukakuja na kitu tunaita SHA ambaye imejumuisha watu wote waweze kupata bima ya afya. Na leo hii kila boma itapata bima ya afya ikiwa utakuwa umejiregister. Vijana hoye. Ya tatu ni mambo ya employment. Najua wanasema watu wetu wameangamia kwa kukosa maarifa. Na leo hii vijana wetu hawajajua ya kuwa tuko na program ya Nyota ambayo inasaidia vijana ambao wako 18 years to 35 years. Unabonyeza *254#. Ukiwa na simu yoyote ile, si lazima iwe ya data. Na inakuletea ungependa kufanya nini. Kama ni biashara inakupatia 50,000 ambayo sio ya kurudisha. Tumeelewana? Alafu pia tuko na recognition of prior learning under Nyota ambayo kama wewe leo hii una ujuzi na hauna cheti, na kwa sababu tumekama up na mikataba nyingi ya kusaidia vijana wetu kwenda kupata ajira nje. Wale ambao hawana vyeti na wana ujuzi wanalipiwa ili waweze kupata vyeti. Kwa hivyo ningependa mregister ili muweze kubenefit na hizi vitu. Na mwisho
tumekuwa na cases za femicide sana, na labda kabla sijaenda hapo, kuna watu wenye rights zao ni kama zimeangamizwa. Kila mtu ako na right, bora wewe ni mwanadamu. Leo hii yule ambaye alienda maandamano ako na right, na yule mwenye alikosa kwenda pia ako na right. So tumenyima watu wengine right, especially kama watoto wetu. Hiyo siku watoto hawakuenda shule, rights za watoto wetu zilikuwa deprived. Kuna watu wenye ni wanabiashara hawakufungua biashara zao hiyo siku, rights zao zimekuwa deprived. Tungependa rights ya kila mtu iheshimike, ama tunasemaje? Si kila mtu heshimake, rights zake ziheshimike. Kwa hivyo nataka nimalize nikisema wale vijana wetu mko hapa, tumekuwa na cases za femicide mingi. Watu wanaua bibi zao, wanaua girlfriend, na tungependa tukomeshe femicide. Na kila mahali tumesema tuko na njia moja ya kukomesha femicide. Na njia ya kukomesha femicide ni kutopiga wanawake na fimbo ambayo hamukupewa na Mungu. Vijana mmesikia? Hao wanawake mwapige na fimbo ambayo mlipewa na Mungu, na maneno itakuwa sawa, si ndio? Mambo ya kupigana na mafimbo kubwa kubwa ambayo hamukupatiwa muachane nayo. Kwa hayo mengi na machache, pia mimi nimetembea ili niweze kusupport hii agenda ya siku ya leo na shilingi 50,000. Asante sana. Tumpigie huyu mama makofi kwa sababu ametufunza vizuri. Tupigie mama kutoka kule Migori, amekuja kwa